Namna hiyo mtazamaji, ndivyo ambavyo napokea kijiti kutoka kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Wachezaji wanne wanaounda timu ya Tanzanite itakayowakilisha Tanzania kwenye michuano ya KCB East Africa Golf Tour wametakiwa kwenda kushindana na kupeperusha vyema bendera ya nchi ili kurejea na kombe na hivyo kuiletea taifa sifa. Tupate taarifa zaidi. Afisa kurugenzi ya michezo ya makao makuu Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ, Meja Hassan Juma ametoa hamasa hiyo wakati wa hafla ya kuiaga timu hiyo katika klabu ya gofu ya Lugalo ikidhaminiwa na benki ya KCB. Tunajivunia kwa kweli, ni ushindi mzuri na tunawaombea wakaliwakilishe taifa vizuri na mwisho wa siku wakapambane kutuletea ushindi kwa taifa letu. Na hakika kwa maandalizi ambayo wameyafanya, Mungu atawasaidia na jitihada ambazo wanazo watarudi na ushindi. Kwa upande wake, nahodha msaidizi wa klabu ya gofu ya Lugalo Samuel Mosha amesema wachezaji hao wameandaliwa kiushindani kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano hayo, huku wachezaji wanaounda Tanzanite team wakisema wanayo morali kubwa ya ushindi watakapokutana na wachezaji wenzao kutoka mataifa matano ya Afrika Mashariki. Timu ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kwenda kushindana Kenya kama fainali, ni kweli kwamba timu tumeiandaa vizuri, wamefanya mazoezi chini ya usimamizi wa walimu mahiri kabisa wa pale Lugalo. Kama KCB Bank tuna imani na timu yetu ya The Tanzanite, tunaamini kabisa itaenda kuleta ushindani mkubwa, itaweza kuitangaza nchi yetu. Tumekuwa tunajiandaa kibinafsi na pia kama timu. Tuna mazoezi ambayo tumeyafanya kwa muda mrefu tangu kipindi kile. Tuna imani kwamba tumejiandaa vilivyo. Pambana mpaka nikaweza kupata nafasi ya kwenda kushiriki kwa upande wa wanawake na kwenda kuwakilisha wanawake zangu katika upande wa gofu. Mataifa yatakayoshiriki mashindano hayo ni wenyeji Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umeweza kukarabati viwanja vya michezo kuwa vya kisasa katika shule ya sekondari ya Muhalala iliyopo wilayani Manyoni mkoani Singida ili wanafunzi wa shule hiyo waweze kukuza vipaji vyao. Taarifa ifuatayo inafafanua. Akisoma risala ya wahitimu wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Muhalala, mwanafunzi Mary Adriano akayataja baadhi ya mafanikio yaliyopatikana. Shule yetu pia imekuwa na mafanikio mbalimbali kama vile kushiriki shughuli za michezo. Hapa shule yetu imeweza kujenga viwanja vya kimichezo vya kisasa kwa kushirikiana na ubalozi wa Marekani uliosaidia shule kiasi cha fedha za Kitanzania jumla ya shilingi milioni 6. Mkuu wa shule ya sekondari Muhalala Mashaka Ringi akasema ili kufanikisha swala la kukuza pamoja na kuibua vipaji vya michezo katika shule hiyo, akaweka bayana mbinu kwenda ubalozi wa Marekani. Na bahati nzuri ubalozi wa Marekani ulitoa fedha jumla ya shilingi milioni 6. Ulitoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa viwanja vya michezo. Tunaambiwa katika michezo ni haki yao. Kwa sisi kwa kuheshimisha serikali yetu ya awamu 6 tukasema tufanye kila linalowezekana ili mradi kupatia vijana viwanja. Tulipewa fedha hiyo kwa ubunifu wa hali ya juu na tukaweza kupata viwanja kama unavyoviona. Tukiongea na wanafunzi, wazazi pamoja na wahitimu wa kidato cha 4 katika shule hiyo, mgeni rasmi katika mahafali hayo ya kwanza ya shule ya sekondari Muhalala, Mwakila Pendo Uswega akatoa ahadi. Nimesikia kuna michezo. Nitatoa mpira mmoja wa miguu, mpira wa volleyball mmoja na netball mmoja. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail. Namna hiyo mwanamichezo huyo kocha mstaarabu akiwa ameelezea taarifa hiyo. Na mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania na bingwa wa dunia kwa mbio za Tokyo Marathon Sajini Taji Alphonse Simbu amerejea nchini salama akitokea nchini Ufaransa alipoenda kuwania tuzo ya mwanariadha bora kwa wanaume mwaka 2025
ambapo wamefanikiwa kushika nafasi ya pili na kurejea na tuzo. Tuungane na mwanamichezo wetu kwa undani zaidi. Simbu amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Arusha akiwa na tuzo ya mshindi wa pili wa tuzo zilizofanyika nchini Ufaransa, ambapo mara baada ya kuwasili amewashukuru Watanzania kwa kumpigia kura kwa wingi kushika nafasi ya pili. Kuwashukuru sana Watanzania wote na wale ambao walipata nafasi ya kupiga kura kwa wingi, ndio maana imenifikisha mpaka kwenye fainali kwenye kuwania tuzo za mchezaji bora wa riadha wa dunia. Niwashukuru sana wote ambao wamenipa kampani, niwashukuru waandishi wa habari wa Tanzania ambao kwa kweli wamehamasisha kwa kiasi kubwa sana, na hasa kufikia kwenye fainali hii ni kwa sababu yao. Kwa upande wa wadau wa michezo ambao wamekuwa wakiunga mkono jitihada mbalimbali za serikali katika kukuza na kuitangaza michezo nchini na kimataifa, wameeleza dhamira yao ya kuendelea kuwaunga mkono na michezo wanaofanya vizuri mashindano ya kimataifa. Kwenye nafasi mbili lazima mmoja apatikane, lakini peke yake kwenda kujitangaza na kuonekana kwenda kuitangaza Tanzania, huo ni ushindi mkubwa sana kwetu. Kwa hiyo sisi tunampongeza Simbu kwa hichi ambacho amekifanya na kumtia moyo zaidi, na ndio maana tuko hapa. Kwa maana baada ya kufanya hii afanye mengine mazuri zaidi ambayo yanaweza kuitangaza nchi yetu. Kuwashauri wadau mbalimbali kutokurudi nyuma. Kuna wadau ambao wanadhani kwamba hichi kitu hakiwezekani, kinawezekana, kwa sababu kuitangaza nchi ni kupata sapoti ya wadau ambao tunawatia moyo hawa ambao wanajituma kwa ajili ya kuitangaza nchi yetu. Sasa wadau wakirudi nyuma, hata wenyewe watarudi nyuma. Kwa hiyo mimi ni kuwashauri wadau mbalimbali kutia nguvu kwa wenzetu hawa ambao wanajituma, na sisi wenyewe ambao tunajitahidi kwa ajili ya kumsupport mtu mmoja au mwingine kwa ajili ya kuisapoti michezo. Ni kujitoa tu kwa moyo na mambo mengine yakaendelea. Mama anatujali, mama anatuthamini. Kikweli anajitoa, uwepo wake tumeona kwenye michezo. Na mimi kama mdau najitahidi kumsapoti mama pale anapofanya, na mimi napambana. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Michezo. Kampuni ya mawasiliano na uendelezaji utamaduni kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Handeni wameandaa mashindano ya mbio za kilomita 42, 21, 15 yaliyopewa jina la Msomera Historical Marathon yatakayofanyika Disemba 13 mwaka huu. Taarifa ya Raya Kipingo inafafanua. Mwandaji wa mashindano hayo Bwana Mashaka Mgeta amesema yanajumuisha washiriki wa rika zote kuanzia vijana mpaka wazee. Zitaanzia ofisi ya mkuu wa wilaya, alafu zitakwenda mpaka baadhi ya maeneo ya mitaa ya Handeni mji, alafu zitaingia kwenye maeneo ya vijiji vya halmashauri ya Handeni kwenda mpaka kijiji cha Msomera. Maana hapo tutakuwa tumeweza kijiji kama cha Bangwi na vinginevyo. Kwa mita hizi zinakimbiwa sana na vijana na wale wakimbiaji wenye uzoefu wa mbio za kilomita ndefu. Kwa hiyo tutakuwa na makundi ya kuanzia wazee, vijana, umri wa kati, wote wanashiriki kwenye zile mbio. Lakini tunategemea kwamba sehemu kubwa kwa sababu ya nguvu watakuwa ni vijana ambao wataenda kuzikimbia hizo mbio. Kwa upande wake katibu wa chama cha riadha mkoa wa Tanga Ibrahim Adam akabainisha namna walivyohakikisha usalama kwa washiriki na matarajio ya kuwa mbio hizo zitakuwa endelevu. Ndugu zetu wa Msomera waliweza kufika katika ofisi ya chama, wakaweza kuleta wazo lao juu ya hii mbio ya Historical Marathon ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 13. Kiukweli sisi tuliopokea kwa mikono yote miwili, tumekuwa pamoja katika kufanya ranking, kupima njia. Kwanza kukimbia ni afya, kukimbia kwa sababu kunaondoa magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ni waasi vijana wote ambao hawajaweza kujiandikisha mpaka sasa hivi waende kujiandikisha. Mbio barabara iko safi, haina vikwazo vyovyote ambavyo vitaweza kumkumisha mkimbiaji ashindwe kukimbia. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Kwingineko, mashindano ya Shimuta 2025 ambayo hukutanisha taasisi mbalimbali za serikali, mashirika na kampuni binafsi kushindana katika michezo mbalimbali yanakaribia ukingoni mwaka huu, ambapo Tume ya Nguvu za Atomu Tanzania imeweza kushinda nafasi ya pili riadha, ambapo washindi wa mchezo huo wamesema mazoezi ni mtaji wa afya, hasa kukabiliana na magonjwa. Tupate taarifa zaidi. Michuano ya Shimuta 2025 inazidi kushika kasi mkoani Morogoro.
Leo ilikuwa ni zamu ya mchezo wa riadha ambapo Tume ya Nguvu za Atom Tanzania imeendelea kupeperusha vyema bendera yake katika eneo hilo, ambapo imefanikiwa kutinga nusu fainali riadha mita 200 kwa wanaume, fainali mita 100 kwa wanawake, fainali mita 100 kwa wanaume wazee, fainali mita 200 kwa wanawake na kukimbia kwa kupokezana vijiti. TAEC imetinga pia fainali. Kwa miaka 59 na anakimbia namna hiyo, afya iko vizuri, inasaidia afya, inasaidia na magonjwa nyemelezi yanaondoka. Hii sijawahi kupima, inaonekana na magonjwa nyemelezi hata. Nashukuru Mungu, ni mara ya 3 kushiriki mashindano haya na especially nimesema kwenye upande wa riadha. Mara ya kwanza nimeshiriki 2023 mita 100 mita 200, nimeshukuru Mungu nilichukua medali zote za mita 100 na 200. Mara ya pili 2024 nilipata medali zote mbili. Ila hii 2025 kuna upinzani mkubwa sana, morali nyingi katika michezo, tupate fursa zaidi na tuweze kushiriki kwa wingi. Na taarifa hiyo inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Klabu ya Lazio imesonga mbele katika hatua ya robo fainali ya Coppa Italia baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya AC Milan katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa Stadio Olimpico jijini Roma. Lazio ilionekana imara kuanzia mwanzo wa mchezo, ikimiliki mpira na kuendesha mashambulizi yaliyowapa faida ya kupata bao muhimu lililoamua mchezo huo kupitia kwa nahodha Mattia Zaccagni. Ushindi huo unaifanya Lazio kuendelea na mwenendo mzuri katika michuano hiyo, huku ikitarajia kutangaza ubabe zaidi katika hatua inayofuata. Kwa upande wa AC Milan, juhudi zao za kusawazisha hazikufua dafu licha ya kujaribu kubadilisha mbinu kadhaa katika dakika za mwisho. Matokeo hayo yanawatoa kwenye mashindano na kuacha wakiwekeza nguvu zaidi katika ligi kuu ya soka nchini Italia. Kwa ushindi huu, Lazio sasa itakutana na Bologna katika hatua ya robo fainali katika dimba la Renato Dalla Ala mkoani Emilia Romagna. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Namna hiyo Eden Bahati anatutamatishia habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima.